Wapendwa wakreli wote, mapadre, mashemasi, wakuu wa mashirika, watawa na wenye maisha ya wakfu, nanyi waamini walei, kwa namna ya pekee pia marafiki wa Radio Maria na wote wenye mapenzi mema. Leo ni Dominika ya Yesu Kristo mchungaji mwema. Inakwenda sanjari na maadhimisho ya siku ya 63 ya sala kuombea mito duniani, inayochagizwa na kauli mbiu isemayo kugundua tena kutoka ndani wito kama zawadi ya Mungu. Kugundua tena kutoka ndani wito kama zawadi ya Mungu. Ndivyo Papa Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa siku hii ya leo anaangazia wito kama safari ya mtu binafsi yenye uzuri na shauku ya ndani ya kumwamini Bwana mfufuka. Anawatia moyo wote wanaomwamini Kristo mfufuka kumsikiliza na kumfuata yeye huyo Bwana wetu aliye mchungaji mwema. Ndugu zangu wapendwa, katika wazo hili tunasindikizwa na neno la Mungu. Kama tulivyosikia Injili sura ya 10 aya ya kwanza mpaka ya 10, Injili ya Yohane, na pia somo letu la kwanza kutoka Matendo ya Mitume, na somo letu la pili waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 2 aya ya 2 na kuendelea. Basi tusindikizwe na tafakari ya neno la Mungu. Ndugu zangu wapendwa, Yesu ni mchungaji mwema kama tulivyosema. Somo letu la kwanza kutoka Matendo ya Mitume linaonesha wito wa uongofu wa maisha mapya. Katika somo la kwanza ambalo tumelisikia, Mtume Petro anahubiri kwa nguvu siku ya Pentekoste. Tubuni mkabatizwe mpate ondoleo la dhambi. Hapa tunaona hatua 3 muhimu za wokovu, yaani kusikia neno la Mungu, kutubu, kuingia katika jumuiya ya waamini kwa ubatizo. Hawa ndio kondoo wanaosikia sauti ya mchungaji. Kanisa linafundisha kwamba uongofu si tukio la mara moja tu, bali ni mchakato endelevu wa maisha yote. Ndugu zangu wapendwa, basi kila mmoja wetu anaalikwa kila siku katika maisha yake asikie sauti ya Kristo na kumfuata. Hivyo ndugu zangu wapendwa, hii inaashiria kuwa
katika maisha yetu baada ya kubatizwa na kuimarishwa na Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara na sakramenti nyingine kadiri ya wito wetu. Tusitafute haki za kanisa kama waamini wa Katoliki nje ya mfumo wa kanisa Katoliki. Katika mfumo wa kanisa Katoliki kuna haki na wajibu, wajibu na haki. Hivi hatutarajii mara nyingine tunawaona waamini wanajiita waamini, kwa kweli si waamini, ambao wanasema wanatafuta haki nje ya kanisa na hivyo wanaweza kwenda hata katika vyombo vya kiulimwengu. Hii ndiyo inatujulisha hapa sisi ni waamini wa Katoliki na utambulisho wetu ndio huo. Ndugu zangu, Kristo mchungaji anayeteseka kwa ajili yetu ndiye ambaye Mtume Petro katika somo letu la pili ametuonesha kwa kina cha mchungaji mwema, yaani Kristo mwenyewe. Kwa kupigwa kwake mmeponywa. Mlikuwa kama kondoo waliopotea, lakini sasa mmerudia kwa mchungaji mwema na chini ya waangalizi wake kuziweka roho zenu. Yesu si mchungaji mwema na mafundisho yake tu, bali tunaangalia mateso yake ya ukombozi. Anabeba dhambi zetu na kuturudisha kwa Baba. Hapa ndugu zangu, msingi wa ukuhani wa Kristo unapatikana katika sala na msalaba. Kwa Waingereza wangesema this is a real identity of Catholic Church. Yaani huu ndio utambulisho wa dini Katoliki. Ni dini ya sadaka ya msalaba. Kristo aliyetukomboa ni yule aliyeteswa, amekufa msalabani. Tunakumbuka Ijumaa Kuu, amefufuka katika wafu siku ya tatu. Hiyo ndio dini ya Katoliki. Ukiona hakuna msalaba, anakimbia mateso, hiyo sio dini Katoliki. Na hivyo ndugu zangu, basi katika hilo tusikimbie huko na huko tukakimbia uokovu wetu. Kwa sababu hiyo wale wanaoitwa katika upadre na utawa wanaitwa kuiga mfano huu, kuishi kwa ajili ya wengine. Mimi kama mkreli ni kwa ajili ya wengine, si kwa ajili yangu. Ndio maana mimi wanawaambia tu hata siku zile za upadirisho kuwa ukijiona kuwa kama kufikia upadre unatafuta utakatifu binafsi, ingia shirika la utawa wa ndani. Lakini kama unatafuta wito ule ambao tunaohubiria kama alivyoenda Kristo huko na huko, uingie katika maisha yale ambao utajiweka chini ya mwana kondoo wa Mungu akuongoze namna ya kutoa huduma kwa wengine. Na hivyo hata katika maisha yenu ya familia kama ndoa, mume si kwa ajili yake, mke si kwa ajili yake. Mume ni kwa ajili ya mke na watoto wake atakaojaliwa. Mke ni kwa ajili ya mume wake na watoto atakaojaliwa. Ndiyo wanatengeneza
familia ya Mungu, na watoto ni kwa ajili ya wazazi wao kwanza kabla ya kwao wao wenyewe, na hivi kuishi kwa ajili ya wengine. Tunapokumbuka katika siku hii ya mito mitakatifu, kujitoa bila kujibakiza, kuwa alama hai ya Kristo, kuwa mchungaji kati ya watu. Ndugu zangu, dini Katoliki ni dini ya sadaka ya msalaba. Ndugu zangu, leo ni siku ya kuombea mito mitakatifu. Kanisa leo lote linaomba kwa ajili ya mito mitakatifu. Tunahitaji kuombea mito kwa sababu bila wachungaji kondoo watatawanyika. Ni lazima tutambue kwamba wito unatoka kwa Mungu, lakini unakuzwa ndani ya familia na jumuiya zetu. Vijana, Mungu anawaita. Hivi mnahitaji kusikia na kuthubutu kusikia sauti yake. Kila Mkristo basi ana wajibu wa kuombea na kulea mito mitakatifu. Leo tumekusanyika hapa kama alama ya wazi. Tuna wakleri na idadi imekamilika kabisa. Kuna askofu, kuna mapadre, kuna mashemasi. Daraja takatifu linalala hapo, ndio maana tunasema ni daraja. Tuna watawa na wenye maisha ya wakfu hapa wa kutosha, wa kiume na kike. Tuna ninyi waamini walei. Pale tunapoanzia kanisa dogo na mito yetu imetoka katika familia. Kwa hiyo kanisa lililoko hapa katika siku hii ya Dominika hii limekamilika. Ndugu zangu, swali la msingi ni kwamba je, tunawasaidia vijana wetu kuisikia sauti ya mchungaji mwema, au tunawazuia kwa mifano mibaya ya maisha yetu? Kila mmoja atafakari kadiri ya wito wake wa kifamilia, utawa na maisha ya wakfu na wa wakleri. Ndugu zangu wapendwa, leo ni siku ya mwaka wa 30 tunapokumbuka Radio Maria Tanzania. Kama tulivyosema toka hapo mwanzo, na tukabariki hata bango, na baba mkurugenzi akawasha na mshumaa ule unawaka kwenye kona ile kwa Bikira Maria, tukijua kuwa tunatoa shukurani kwa namna ya pekee. Yaani kwa namna ya pekee leo tunazindua maadhimisho ya miaka 30 ya utume wa Radio Maria Tanzania. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania yanaonesha kuwa Radio Maria ni chombo muhimu cha uchungaji katika nchi yetu. Kupitia Radio Maria, waamini wengi wameisikia sauti ya mchungaji mwema kwa njia ya misa takatifu za kila siku
kama hata hivi sasa hivi tunaendelea, sala mbalimbali ikiwemo rozari takatifu, katekesi, tena katekesi ya kina na mafundisho mbalimbali. Tunapata elimu ya Biblia, hasa maswali na majibu. Rejea, nazipongeza pia seminari zetu ambazo zinachangia mchango mkubwa katika fani hii. Huwa nasikiliza wakati fulani, nasikia kutoka seminari kuu ya Kipalapala Mtakatifu Paulo na seminari kuu ya Peramiho, kutoka seminari kuu Peramiho ya waseminari. Muna vipindi mbalimbali, tunawashukuru sana, na bila shaka leo mmekuja kwa kiasi kikubwa sana. Karibuni sana. Na siku ya jubilei ya miaka 25 tulikuwa wote hivi hivi, tulifika kwa wingi. Nashukuru sana. Basi mjue kazi hiyo sio ndogo mnayoifanya, ni kazi takatifu. Radio Maria imekuwa ikifanya utume huo kwa miaka 30 sasa, yaani tarehe ya leo. Kwa miongo hiyo mitatu, Radio Maria imekuwa chombo cha kutangaza neno la Mungu, kufundisha imani ya kanisa, kutuunganisha waamini katika sala, hasa rozari na ekaristi. Mimi kwa namna ya pekee nalikumbuka tukio moja ambalo halikuwa zuri, lilitangazwa na Radio Maria. Tukio la kule Ora City Arusha, jimbo kuu la Arusha, lilipofanyika tendo la kigaidi. Nilikuwa kwenye misa, watu wakawa wanangoja nitatoka lini waniambie kilichotoka kule, kwa sababu Radio Maria ilikuwa pale live, katika maana ya mbashara. Limetokea tukio lile na pale pale Tanzania nzima tumejua. Ni kitu cha pekee kabisa. Hakuna chombo cha habari kingine kilichotoa kikiwa pale pale. Toka pale waamini wengi, tunasema waamini, sio mashabiki. Waamini wengi wamekuwa ni waamini na wafuasi wa Radio Maria Tanzania. Hatimaye tukapata na wale wanaojitambulisha kama ni marafiki wa Radio Maria. Tunashukuru sana tena sana, na kwa njia yenu sisi sote lazima tuwe marafiki wa Radio Maria, kwa kuhakikisha tunatoa kwa ukarimu kama ukarimu wa Yesu Kristo mwenyewe, kwa maombezi ya mama huyu, kuweza kuiwezesha Radio Maria kufanya kazi yake. Ukimwomba mama yetu Bikira Maria kwa ajili ya chochote ambacho kitakuwa ni chema mbele ya mwanaye, utapata. Usishangae na wala usihofu. Kwa sababu hiyo, Radio Maria imekuwa kama sauti ya mchungaji mwema, na leo ni siku ya mchungaji mwema, inayowafikia kondoo wake popote walipo. Ndugu zangu, hii Radio Maria ilipokuwa Radio Maria Songea kwa mara ya kwanza, baada ya kurusha masafa ambayo yaliitwa marefu, yalifika hapo Ruhwiko. Ndiyo hii kabisa, mkiangalia pale, yani kwa kurusha mara ya kwanza
yalifika hapo Ruhwiko hapo ambapo Baba Mtakatifu alifika mwaka 90. Leo mlivyoijaza na mitandaoni humo, na mafuriko yanaenda sehemu mbalimbali. Sio mafuriko ya kuangamiza, hapana, ni tofauti. Mafundisho ya kupeleka chemchemi ya uinjilishaji huko waliko, bila kujali wamebatizwa au la. Na wote hawa wanaipenda Radio Maria. Hawa kondoo popote walipo, na mna kauli mbiu moja, Radio Maria nyumbani mwako. Kumbe basi imetambulika kuwa sio nyumbani tu, hata shambani. Ukiwa shambani pale, Radio Maria ipo. Wewe tu kachombo kako hapo, utasikia. Unataka tu muziki gani? Wa Kanisa Katoliki. Na nasema wa Kanisa Katoliki kwa sababu Kanisa Katoliki nyimbo zake zina namna. Ndio maana wakati fulani tunasema msipige vigeregere, kwa sababu haviko katika Kanisa Katoliki wala katika muziki mle. Hatuoni pamechorwa popote kigeregere. Sasa kinafumuka kinatoka wapi? Na kavuvuzela kakaja. Sasa hii pembe iliyopigwa kwenye milima ya Matogoro alafu usiku alafu ikaibukia kanisani. Ndio maana tunajaribu kwenda kwa nidhamu ya kiliturujia ya Kanisa Katoliki. Huu ndio utambulisho wetu, utaratibu. Unapoinama unatakiwa uiname. Unapopiga goti inatakiwa upige goti. Sijaona dhehebu lingine ambalo wanasali kwa kupiga goti. Hata benji ulilokalia hilo linapimwa upige goti. Wengine wataweka viti, wataketi, watasimama. Limewekwa hivi upige goti. Ndio maana waliokalia viti tu mahala fulani, hata wakati tupige magoti, yule anatakiwa asimame, kwa sababu atapigeje goti? Kanisa Katoliki limeshaweka hayo yote. Hospitalini siku hizi naona mnafika mpaka mahospitalini, hamuwaburudishi, mnawapa faraja. Kwa hiyo muziki wetu, mambo yetu tunayofanya, hata tunapofika hospitalini pale ni kupeleka faraja. Ingawa wengine anaweza kuwaburudisha, we utaburudika huku kunauma huku wapi, basi kupatikana faraja, yani pamoja na maumivu haya, lakini siko mbali na Mungu, ni matumaini na mapendo. Ofisini mwetu Radio Maria inaingia humo. Kwenye biashara Radio Maria iingie humo. Sasa hivi baada ya vita hizi za Mashariki ya Kati na milango wapi ya Homs huko imefungwa, wababe fulani, mafuta yamepanda kweli. Sasa hawa ni wafanyabiashara wanaotumia hali inapokuja ya vita kupandisha vitu. Sasa siku hizi wewe unaenda kununua bati kwenye duka, unanunua kachombo fulani, anakuambia imepanda. Je, sasa wewe una bajaji, una pikipiki unazochukulia huko, nimefika dukani mwako humo, hivi vimetoka wapi? Basi Radio Maria ni moja ya vyombo vile ambavyo vinaweza vikasema kutumia fursa ya mahitaji kwa ajili ya kuandamiza wengine, kuwanyonga wengine ni dhambi, si vema.
Kwa hiyo hata huko tufike, na Radio Maria inafika. Maana vyombo vya habari vingine, hata hao wanaofanya hujuma hizi, wanafika kule na kusema atangaze, na wanampa pesa. Tofauti. Radio Maria sio swala la jamii tu. Inaweza ikawa ni tofauti na redio nyingine hata za kanisa nyingine. Hii ni Radio Maria ya ulimwengu wote. Hii ni tofauti. Wale wanaweza wakakuwekea sasa, wakakuwekea tangazo pale, mtu akacheza, lakini anataka kuuza bisikuti, akacheza akachanganya miguu. Tangazo moja, pesa ni ndefu. Sisi Radio Maria hatuwezi tukaenda katika hayo, na hivi kule kuiendesha kwa jinsi hiyo ni muujiza. Ukarimu mnaoutoa ni muujiza. Jamani, toweni ukarimu wenu, mtabarikiwa, tutabarikiwa, kwa ajili ya kuwezesha Radio Maria iendelee vizuri ilipokuwa hapa, kama ilikuwa inafika hapo Ruwiko na leo inaitwa Radio Maria Tanzania. Ni ukarimu wetu unaoifanya redio hii iende. Kwa nafasi hii, kwa kweli nalialika kanisa la Tanzania, sisi sote tuungane vizuri, na wachungaji wote na hawa waamini, tuungane sote, tutoe ukarimu wetu wa dhati. Radio Maria ifikie malengo yake ya kutufikia mpaka nyumbani mwetu, na tufungue mioyo yetu ili kusudi iingie, na katekesi ya kina iingie huko, mafundisho yaingie humo, na kila kitu kinachotuwezesha sisi kumsikiliza mwana mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo kupitia maombezi ya mama huyu yaweze yakazaa matunda mema na yenye baraka. Ndugu zangu wapendwa, sehemu ambazo hazifikiki kirahisi na wachungaji, Radio Maria imeshatangulia, iko pale. Maadhimisho ya misa miaka 30 ya utume wa Radio Maria yanatukumbusha mambo yafuatayo misa hii. Kwanza, kumshukuru Mungu kwa neema ya miaka 30. Kilele kinatarajiwa tarehe 15 mwezi wa 8. Leo tunazindua. Usipozindua sawa sawa, hata kilele kitakuwa kinazubazubaa. Kwa hiyo uzinduzi wetu huu tunavyozindua, na ilianzia hapa, itaashiria kilele chema. Na hivi leo hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya miaka 30 ya Radio Maria, na tarehe yenyewe ni hii. Palikuwa na kakizungumkuti fulani tukataka kuweka kwenye vijiria jana, imeingilia kitu kingine, tumenyosha mikono, ikarudi pale pale ambapo palitakiwa kuwepo. Ndugu zangu, kuthamini na kuendeleza utume huu, kwani ni mali ya kanisa. Radio Maria ni mali ya kanisa. Kujitoa zaidi kwa hali na mali kuchangia Radio Maria ili injili iwafikie wengi zaidi. Ndugu zangu, kwa namna ya pekee mapadre, hasa jimbo hili, kwa kawaida tumesema hawa watafanya kilele tarehe 15 mwezi wa 8 Agosti. Sisi hapa Songea tuna utaratibu wetu, tarehe ile ukarimu wetu ni kwa ajili ya Radio Maria. Sasa karibu ni mwaka wa 12
kwa ajili ya Radio Maria, lakini najiuliza, je, huwa zinafika zote zile ambazo wale waamini na mapenzi yao mema? Ninawakumbusha tena, mulete kwenye akaunti ile ambayo mliambiwa mulete, nasi tutafuatilia vile vile ukarimu huo ili uweze ukazaa matunda mema. Katika ukarimu, yaani siku hizi ukianza kukusanya wewe na kupeleka sasa kwenye sijui kikundi cha kina uhasibu nacho, hapana, tumeendelea mno. Hata mtu binafsi tupa kwenye akaunti hiyo, inakujibu, tutafika mbali. Vishawishi ni vingi, pamoja na kuwa tuna nia njema. Sasa nia njema kimaadili haitoshi. Sasa wewe kama unataka kujenga kigango kikubwa kuliko kanisa la parokia, lazima njia ihalalishe nia yako mwisho wake. Usije ukauza bangi ijenge kanisa, hiyo haitawezekana. Ndiyo maana tunataka hilo. Radio Maria inachangiwa na watu wa kawaida na watu masikini, na tunajaribu kuwaalika pia wenye uwezo waweze na wenyewe wakachangia, lakini hii ni ya watu wa kawaida. 200, 100, 1000 zina nafasi. Ndugu zangu wapendwa, tujitoe zaidi kwa hali na mali kuchangia Radio Maria ili injili iwafikie watu wengi zaidi. Ni muhimu kukumbuka kuwa uinjilishaji wa kisasa unahitaji vyombo vya mawasiliano, na kanisa linaona vyombo hivi kama sehemu ya utume wake. Ndugu zangu wapendwa, nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kama tulivyosema, kwa kutujalia nafasi hii ya pekee kwa miaka 30 ya Radio Maria Tanzania. Tunapomshukuru Mwenyezi Mungu, tuwashukuru pia waanzilishi. Hivi tunafanya kumbukumbu ya miaka 30. Shukurani kwa Mungu, shukurani kwa waanzilishi. Nimeshamtaja Baba Askofu Norbert, mkuu mstaafu Baba Mtega. Baba Mtega kwa kweli ana namna yake. Aliwahi kutusimulia alipata wapi wazo la Radio Maria. Anasema walikuwa na mkutano fulani Uganda wa Mesea, akakutana watu kutoka Roma ambao walikuwa wanaweka Radio Maria huko Uganda. Anasema na yeye akadakia pale, hivi inakuweje? Walipomweleza ndio alikuja hapa kuanzisha. Ajabu kabisa. Kwa hiyo mimi ninapoona Radio Maria namuona Baba Mtega huyu ana karama zake. Hata mchakato wa Sister Benedetta ameanzisha yeye, na ni mchakato wa pekee wa kwanza kabisa kufika Roma. Tunashukuru sana kwa wale walikuwa kama wawili, Baba Nikata na binti yangu Maria nani. Hawa ndio walianza
taratibu kwa Radio Maria. Sehemu nyingine hata walipofika katika majimbo karibu wafukuzwe. Na wale ambao walitaka kuwafukuza, leo hivi ukigusa Radio Maria watakuvaa haraka sana wanavyotaka, na wameimiliki. Wakati ule ilikuwa ngumu, lakini leo hii uwaguse juu ya Radio Maria. Na naona kila siku wanaendelea na vipindi, hata wastaafu wanaendelea tu na vipindi vya Radio Maria. Usiseme kitu sana, ndugu zangu. Marafiki wa Radio Maria, ni washukuru sana, na mmefika kwa wingi kuzindua. Kama mmezindua vizuri hivi, ni washukuru sana kwa michango yenu ambayo mmeifanya ili kusudi tukio hili lifanyike na lifanikiwe hivi. Ni Radio Maria kwa kupitia mkurugenzi hapa jimboni Sister Tunzo ndio wanaotuweka hapa katika hiki kinachoendelea chini ya uangalizi ya mkurugenzi mkuu kutoka Dar es Salaam, na wamefanya na kuratibu vizuri. Na washukuru mno tena mno. Asante sana, muendelee kuwa marafiki wa Radio Maria, na mara moja mtakuwa marafiki wa mwana mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa huyu Bikira Maria. Ni mama wa Mungu, mama wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wadau wa Radio Maria, na hawa ni sisi sote, ni washukuru sana tena sana. Asanteni sana kwa juhudi zote mnazojitoa kwa namna yoyote ile. Waamini mbalimbali wa kona mbalimbali, leo tumekusanyika hapa tena kwa kupitia hapa manispaa. Ni washukuru sana taasisi mlizofika hapa kutoka seminari kuu, seminari ndogo na taasisi nyingine. Tuko hapa ni Jumapili, tunajua Jumapili ya leo kila mmoja anahamasisha ukarimu wa PMS, mashirika ya kipapa huko, lakini tuko hapa na mmegawana, tuko hapa kiasi hiki. Ninawashukuru mno tena mno, mbarikiwe sana tena sana. Asanteni sana. Na siku ya leo sasa tupo kutoka katika Radio Maria Songea, tunaingia kwenye Radio Maria Tanzania. Now it is digital. Ni hatua kubwa mno. Masafa marefu yalifika Ruwiko, na leo mwanzo mwema kweli huzaa vitu kwa kina. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu katika haro. Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Tumeombea mito, na sasa ndugu zangu, tuweze tukafuata mafundisho haya ambayo watu wengi wanapata kwa njia ya Radio Maria. Radio imekuwa na utume wetu sasa kwa miaka hiyo yote. Basi wito kwetu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 30, ndiyo tuthamini na kuendeleza utume huu. Tujitoe zaidi na zaidi kwa ajili ya kuchangia Radio Maria Tanzania. Ndugu zangu wapendwa, ni hili tu ambalo nawatoa mwaliko kwenu kama hitimisho ya machache haya tulioshirikishana leo. Tuitumie redio yetu Maria kumtambua Kristo kama mchungaji wetu wa kweli. Kusikia sauti yake na kumfuata kwa uaminifu. Kuombea na kusaidia mito mitakatifu. Kuthamini na kuunga
mkono kazi ya uinjilishaji hasa kupitia Radio Maria, na hivi mkiombwa kuchangia hata mawazo na mafundisho, wakati fulani inakuwa vigumu. Hata mimi mwenyewe wakati fulani karibu niepe kwa sababu ya kusema nina mengi, lakini jamani, wakifika hawa jamaa tuwape nafasi na tujitahidi kuwapa ili kusudi wakipeleke. Sasa watapata wapi? Maana wakati fulani tunataka hapa tunataka sijui tena. Sasa kazi zote hizo ndio kazi mojawapo ni hiyo, na hiyo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo yani tusali, kwa sababu sio rahisi. Usiposali kupata ni shida, lazima kusali kabisa, kumwomba Mwenyezi Mungu uwe mkarimu, wakikufuata kukutafuta vipindi uchangie vya katekesi na nini, basi tuwe tayari kama wanavyokuwa tayari pia wale wa seminari. Wanatuonyesha kuwa sisi sote tujitahidi kutoa nafasi hiyo ili kusudi kuchangia utume huo. Tumuombe Bikira Maria mama wa mchungaji mwema atuombee ili tupate mioyo ya kusikia sauti ya mwanaye. Vijana wengi wajitokeze kuitikia wito wa Mungu, na utume wa Radio Maria uendelee kuzaa matunda mema na yenye baraka kwa utukufu wa Mungu na wokovu wa roho zetu. Tumwombe sana mama yetu Bikira Maria atuombee katika siku ya leo ili tuweze tukatoa ukarimu wa kutosha katika nafasi hii ya leo kwa ajili ya siku hii ya mito mitakatifu, na hapo baadaye tutatoa mchango wa pili na mchango wa tatu kwa ajili ya Radio Maria kama alama, na tutazidi kuimarishana kabisa ili tuweze tukazaa matunda mema na yenye baraka kutokana na nafasi ya Radio Maria Tanzania kama neno la shukurani. Kwa niaba ya Tume ya Uinjilishaji ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambayo inawakilisha maaskofu wote kwa masuala ya umisionari katika nchi yetu Tanzania, ninapenda kutoa shukurani za dhati kabisa kwa makundi mbalimbali ya waamini. Ninawashukuru mababa wote, maaskofu, mapadre, watawa wa kike na kiume, waamini walei katika ujumbe wao, watendaji wote wa utume wa mashirika ya kipapa ya kimisionari kitaifa na katika majimbo yetu, marafiki wa mashirika ya kipapa na marafiki wa Radio Maria na wote wenye mapenzi mema, kwa majitoleo yenu makubwa sana tena sana katika kuwezesha kazi ya uinjilishaji kupitia mashirika yetu ya kipapa ya kimishonari ya kipapa hapa Tanzania pamoja na Radio Maria Tanzania. Kwa neema na baraka zake Mungu, kwa mwaka huu 2026, basi ukarimu wenu wa kanisa la Tanzania umepata tena na unaendelea kupata tena matokeo mazuri. Tunaomba sana tuendelee kuomba kwa ukarimu huo. Kwa mwaka huu tuliomaliza 2025-26 tumeweza kupata ukarimu wa fedha taslimu bilioni 1,280,516,919 na sendi 32. Mwenyezi Mungu azidi kutubariki na kulibariki kanisa la Tanzania na kanisa lote la Mungu. Aidha, tunapenda kualika tena zaidi kwa ajili ya Radio Maria pia tuweze tukajitoa zaidi. Mwaliko huu ni kwa kila mmoja wetu kujiandaa vema kwa ajili ya maadhimisho ya Dominika ya Mito
ulimwenguni kama tarehe ya leo inayoadhimishwa katika Dominika hii ya mchungaji mwema. Kauli mbiu iliyotolewa na Baba Mtakatifu leo kwa Dominika ya mito ya mwaka huu ni utambuzi wa ndani wa zawadi ya Mungu, kama tulivyosikia katika utangulizi wetu. Basi tukumbuke kuwa Dominika hii ni fursa muhimu ya kutusaidia kutafakari juu ya zawadi ya wito na zawadi ya miaka 30 ya Radio Maria Tanzania. Kwa kila mmoja wetu, waklero, watawa na wakleri, kuombea mito mitakatifu na kuiombea redio yetu Maria Tanzania kwa miaka 30 hiyo iendelee zaidi katika kanisa letu, na kutolea ukarimu kwa wote, mashirika ya kipapa na Radio Maria. Ukarimu wetu huo na kwa namna ya pekee wa siku hii ya leo kwa ajili ya kutegemeza mito mitakatifu kiulimwengu na kuratibiwa na shirika la kipapa la kimishonari la Mtakatifu Petro Mtume lililopewa na Baba Mtakatifu dhamana hiyo. Basi ndugu zangu, kwa msaada wa Mungu yote yanawezekana. Asante sana Mungu, asante sana ninyi nyote katika Dominika hii tunayoadhimisha. Mungu mwema aweze kutubariki, na kwa njia ya uinjilishaji huu tuwavute wengi zaidi kwa Kristo mpendwa mfufuka, wamtambue, wampende, wamfuate, wengi zaidi wapate wokovu kwa njia ya huyo anayeishi na kutawala daima milele na milele. Amina.